Unapoendelea kujipackage yourself for success, moja ya kitu muhimu sana ni kuwa na malengo katika maisha. Kama hauna malengo, huwezi kujua unaelekea wapi na hutajua kama umefika ambako unaelekea. In fact, takwimu zinaonyesha kwamba ni 3% tu ya watu duniani wana malengo na mipango inayohusiana na maisha yao. Wengine waliobakia wanaishi kama vile kwa kubahatisha. Maisha yanaongozwa kwa kanuni, na kanuni mojawapo muhimu ni kanuni ya kichocheo na matokeo, the law of cause and effect, ambayo inasema chochote unachokiona kwenye maisha yako, maisha ya mtu mwingine, inamaanisha kulikuwa kuna sababu iliyochangia kitu hiko kiweze kutokea. Nawe pia kama kuna matokeo aina fulani ambayo unatamani kufanikiwa kwenye taaluma yako, unatamani kufanikiwa kwenye biashara, unatamani kufanikiwa kwenye kazi unayofanya, inamaanisha lazima ujue namna gani unaweza ukachochea hicho kitu, ufanye kitu fulani ili uweze kupata. Na moja ya kanuni ambayo niliwahi kuisoma, ambao watu wengi waliofanikiwa wameitumia, ni kuwa na malengo thabiti kwenye maisha yao. Watu waliofanikiwa wanajikita katika kujua wanataka nini na watakipataje wanachokitaka, na wanatengeneza nidhamu ya namna ya kukipata kitu wanachokitaka. Sasa huko utafiti ambao uliokufanyika katika vyuo vikuu vikubwa sana duniani. Chuo cha kwanza kinaitwa Harvard Business School, ambacho walifanya utafiti wao kwa miaka 10, mwaka 1979 mpaka 1989. Na chuo kingine cha Yale University walifanya kwa miaka 20, 1953 mpaka 1973. Hao wote walikuwa wanaangalia jambo moja tu la msingi. Walikuwa wanataka kujua nguvu iliyoko katika kupanga malengo na kuwa na mipango kwenye maisha. Kwa walichofanya, walichukua wanafunzi 100 waliokuwa wanamaliza masomo yao, na kisha wakawa wanauliza swali: una mpango gani kuhusiana na miaka 10 yako ijayo? Maana yake unataka kuwa nani? Utajiri wako utakuwaje? Mafanikio yako yatakuwaje katika sekta utakayokuwa umeichagua? Na swali la pili, walikuwa wanauliza una mpango gani wa namna ya kukamilisha hayo unayotaka kuyafanya? Matokeo walioyapata yalifundisha somo kubwa sana duniani, kwa sababu katika watu 100, 84 ambao ni wanafunzi 84 walisema hawana malengo na hawana mpango kabisa. Lakini 13% iliyofuata wenyewe walikuwa na malengo. Walikuwa wanaweza kusema nataka kuwa fulani, kufanya jambo fulani, lakini walikuwa na mpango wa namna gani watakamilisha, watapata kile ambacho walikuwa wanakitaka. Na 3% iliyobakia ndio ambao walikuwa na malengo na walikuwa na mpango. Sasa waliamua kuwafuatilia watu hao maisha yao kwa miaka 10 iliyofuata kwa Harvard University, lakini Yale University waliwafuatilia kwa miaka 20. Matokeo walioyapata yalifanana sana na yanafundisha somo kubwa sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Walipoangalia kitu kinaitwa net worth au utajiri wa jumla wa kundi la kwanza na kundi la pili, yani walilinganisha 13 wakawalinganisha na wale 84, ambao 84 walikuwa wana mpango wala wana malengo. 13 walikuwa na mpango lakini walikuwa na malengo lakini hawana mpango. Walipoangalia net worth wakagundua wale 13 kilinganisha jumla yake na wakachukua 84 wakajiweka jumla yake, hawa 13 walikuwa wamewazidi wale 84 mara 2 zaidi. Kwa maana nyingine walipata matokeo mara 2 zaidi kuliko wale 84. Baadaye wakasema okay, this is interesting. Kwa nini tusiangalie wale watatu ambao wenyewe walikuwa wanaonekana vile wako serious kuliko wengine? Walikuwa na malengo, walikuwa na mpango pia. Walipotafuta net worth yao, yani utajiri wao wa jumla, wakalinganisha na makundi mawili ya kwanza, yani kundi lile ambalo la 84 na kundi la 13. Maana yake 97 wakawalinganisha na hao watatu. Walipochukua net worth ya watu watatu wakalinganisha na wale 97, wakagundua watatu wana mafanikio mara 10 zaidi kuliko wale 97. Na ndipo research hii au utafiti huu ukahitimisha kwamba mtu yote ambaye ana malengo na anakuwa na mipango thabiti ya kutekeleza malengo yake, ana uwezo wa kufanikiwa mara 10 zaidi kuliko mtu ambaye hana malengo kabisa. Ndio maana ni muhimu sana wewe kujitengenezea malengo yako. Sasa unapokuwa na malengo unayagawa. Unaweza kuwa na malengo ya muda mfupi, malengo ya kati na malengo ya muda mrefu. Na leo kwenye darasa hili ningependa ujifunze zaidi kuhusiana na malengo, angalau maeneo ambayo unatakiwa kuweka malengo at least kwa miaka 5. Yako maeneo takriban 9 ambayo unatakiwa uyaangalie na kuyawekea malengo kwa miaka yako 5. Kwa kuna kitu tunakiita life will balance. Linaonyesha namna gani maisha yako yako balance katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Na nitakutajia maeneo hayo. Eneo la kwanza ni eneo la business au career. Eneo ambalo wewe unataka kukua either kibiashara au kitaaluma. Kwa lazima ujue miaka 5 baada ya leo katika hilo eneo unataka kuwa umefikia kiwango gani.
Eneo la pili ni eneo la pesa, finance na money. Lazima ujue kwamba sasa hivi unaingiza pesa kiasi gani, miaka 5 ijayo unataka uwe unaingiza pesa kiasi gani, na utafanya nini pengine ili uongeze hicho kiwango cha pesa. Au leo una madeni, utafanyaje kupunguza hayo madeni kwenye maisha yako. Eneo lingine ni afya yako. Leo ni kijana bado au ni mtu mzima tayari, unatunza vipi afya yako? Unahakikishaje kwamba utakuwa na changamoto zinazotokana na lifestyle yako mwenyewe? Unatunzaje afya yako? Issue za mazoezi, issue za diet na mambo yanayofanana nayo, mapumziko, vitu vinavyofanana hivyo. Kingine ni friends and family. Moja ya regret ambayo watu wengi wanaonekana wanayo wanapokaribia kufariki ni kwamba wanajutia kuwa na muda mzuri wa kutumia na watu waliowapenda. Na nesi mmoja wa Australia, Bronnie Ware, ameandika kitabu chake kinachoitwa The 5 Regrets of the Dying, majuto 5 ya watu wanaokufa. Na mojawapo ni kwamba sikutumia muda mzuri na watu niliowapenda. Nilikuwa busy sana na mambo mengi ambayo nilikuwa nayafanya kwenye maisha yangu. Kwa lazima uwe na mpango wa namna gani unaboresha mahusiano yako na watu muhimu, ku create time for them, kuinvest kwenye maisha yao, kuonekana kwenye vitu vinavyowahusu. Nyingine ni love and romance. Namna gani unachochea upendo kwa watu wako wa karibu, hasa mwenzi wako kama unaye au mpenzi wako kama unaye. Katika ulimwengu uliojaa mambo mengi sana, ni lazima kuona namna ambavyo unawekeza katika kufanya upendo uendelee kuwa moto na uendelee kudumu kila siku. Eneo lingine ni personal development. Thamani yako inatokana zaidi na uwezo wako wa ufahamu, akili na ujuzi ambao unao. Wanasema angalau kila siku kwenye maisha yako tumia at least dakika 20 mpaka 30, ila ukiweza lisali moja kila siku litumie katika kujiendeleza, kujifunza kitu kipya, kusoma jambo jipya, kusikiliza kitu kipya. Kama unavyofanya ulipojiunga na kozi, unaongeza maarifa yako. Na mara nyingi ongeza maarifa katika eneo ambalo unaona ni la muhimu zaidi, ambalo ukiongeza maarifa yako itakusaidia kupata matokeo makubwa zaidi. Eneo lingine ni fun and relaxation. Wewe ni mwanadamu, unahitaji mapumziko. Huwezi kufanya kazi zako tu kama vile mtu ambaye hauhitaji kupumzika. Hata gari likitembea, wewe unapata muda kupumzika na kwenda garage. Kwa usisahau kwamba una mwili mmoja tu, na mwili huo ukichoka, ukashindwa kufanya kazi, maana na wewe una nafasi ya kuendelea kuwepo hapa duniani. Kwa ni vizuri kujua unavyoweza kutunza mwili wako. Kutunza kwa mapumziko, kutunza kwa kupata break, kuwa na likizo ambayo ni likizo hasa, sio likizo kwenda kufanya kazi. Unachoweza kujua ni kwamba kadiri mwili wako unavyoendelea kukua, ndivyo ambavyo unahitaji recovery time ya kuweza kujitosheleza. Na la mwisho, ingawa sio mwisho kwa umuhimu, ni kitu tunachokiita spiritual growth. Wewe ni roho, unaishi katika mwili na ambaye una nafsi. Roho yako ndio inabeba maisha yako hapa duniani. Ndio maana mtu akifariki huwa tunasema mwili wa marehemu. Maana yake marehemu mwenyewe hayuko pale. Sasa yule marehemu mwenyewe ambaye hayuko pale, tunasema mwili wa marehemu utasafirishwa, mwili wa marehemu utapelekwa. Maana yake yule marehemu hayupo. Sasa yule marehemu ndio roho yako. Kinga ya kukabiliana na changamoto kwenye maisha inategemea uwekezaji mzuri ulioweka kwenye roho yako. Uwe mtu ambaye unafanya devotion, uwe mtu ambaye unafanya maombi, uwe mtu ambaye una connect na Mungu wako kwa kuhudhuria katika nyumba za ibada, uwe mtu ambaye unauisha nafsi yako na unauisha ile tunaita conscience, dhamira yako isife, ili uwe mtu ambaye unaweza kuendelea kutenda mema duniani. So ukiangalia katika hiyo life will balance, unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutafuta kitu kinaitwa your current status, hali yako ya sasa hivi. Ukiangalia vizuri utaona kwenye kila kipengele, kwa mfano kwenye pesa, kwenye afya, utaona kuna namba inaanzia kule juu 10 inashuka chini mpaka 0. Kwa hiyo 10, 9, 8, kila mstari hapo unaopita unaozunguka unawakilisha namba moja, na mpaka pale katikati inawakilisha 0 alafu inaanza 1, 2, 3. Kwa unachotakiwa kufanya ni kujitafakari, kujiuliza kwamba hivi mimi sasa hivi kwenye eneo langu la afya ninaona niko asilimia ngapi? Kati ya 0 mpaka 10 nikiambiwa nijirank, nikiambiwa nijipe namba, afya yangu naionaje? Utaweka pale labda ni 5. Kwenye fedha vipi? Nina madeni, ninaishi kwa kufurahia, kipato kinatosha? Sema hapana, mimi kwenye fedha hali yangu ni mbaya sana, nafikiri mimi ni 2. Kwa utaweka pale mstari 2. Utafanya hivyo kwenye kila eneo. Kishamaliza utaunganisha hiyo mistari, utapata kitu kinaitwa life will balance, kama ambavyo unaiona hapo kwenye screen. Life will balance kama nilivyojaribu kufanya hapo. Sasa ukiangalia hiyo tairi haliwezi kutembea. Ukijaribu kuliendesha, hebu ashumu hilo tairi uwe na matairi 4 kama hayo ndio umeyaweka kwenye gari yako ndio unatembea sasa kwenye maisha yako, utagundua kwamba hauwezi kutembea. Kwa maana yake nini? Kuna maeneo ambayo unatakiwa uimprove. Na nachokushauri